Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ya kundi B hatua ya makundi, mechi ya mzunguko wa pili ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, nchini Algeria. Ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha JS Kabylie wakiwa katika nchi yao ya Algeria, ukiwa ni mchezo wao wa mzunguko wa pili wakienda kucheza dhidi ya Young Africans, mchezo ambao JS Kabylie wanataka kupata ushindi kwa sababu mechi yao ya mzunguko wa kwanza dhidi ya Al Ahly walipoteza kwa mabao 4-1 pale nchini Misri. Sasa wanarejea katika nchi yao ya Algeria ambapo watakwenda kucheza na Yanga ambao wao mchezo wa kwanza waliutumia vizuri katika uwanja wa New Amani visiwani Zanzibar na kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco na kuweza kuondoka na alama 3 muhimu na kuifanya klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kukamata nafasi ya pili katika msimamo wa kundi B. Na ikumbukwe historia inaonyesha Young Africans na klabu ya soka ya JS Kabylie hawajai kukutana, lakini Yanga wameshacheza fainali pale nchini Algeria dhidi ya MS Alger, mechi hiyo ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo Yanga tayari wana uzoefu na viwanja vya nchini Algeria. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakwenda kuvutia. Kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kutolewa na shirikisho la soka barani Afrika ni kwamba mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Ijumaa, yani tarehe 28 mwezi wa 11 2025 majira ya saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ndio hivyo, Young Africans watakuwa pale nchini Algeria wakipimana nguvu na klabu ya soka ya MS Alger, mechi ya mzunguko wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa fahamu, kuelekea katika mchezo huu tunaona mapema hapo siku ya jana klabu ya soka ya Yanga Sports Club, msafara wenye wachezaji 24 ukiongozwa na kocha mkuu hapa tukienda kumwongelea Pedro Convales, kwa upande mwingine uliweza kuanza safari kutokea katika ardhi ya Tanzania kuelekea pale nchini Algeria. Hatimaye mapema siku ya leo kikosi hiko kimeweza kufika katika mji wa Alger ambao ni mji mkuu wa Algeria na kimepokelewa vizuri na mashabiki na balozi wa nchi ya Tanzania hapo nchini Algeria, sambamba na kuna waratibu ambao walitumwa kwa ajili ya kwenda kuandaa mazingira pindi kikosi hiki kitakapotua nchini Algeria basi kiweze kupata eneo zuri la kufikia. Sasa cha kustaajabisha ni kwamba ilivyo klabu inapokwenda ugenini, lazima mwenyeji ambaye ni MS Alger angetakiwa kuandaa basi ambalo moja kwa moja lingeenda kuwapokea Young Africans, kwa sababu wao ndio wenyeji, walikuwa na kazi ya kumpokea mgeni, lakini hawajafanya hivyo. Na ikumbukwe Young Africans pale airport wameweza kukaguliwa kwa muda mrefu kweli kweli, ikionyesha kwamba wanataka kuiondoa Yanga, wanataka kuitoa mchezoni, na kocha wao mkuu ameweza kuwapiga biti Young Africans na kusema kwamba kila mtu anapokuwa anacheza kwao basi kwa upande mwingine ni lazima apate matokeo chanya. Kwa hiyo haiofi Yanga, licha ya Young Africans kuwa klabu ambayo inakamata nafasi ya 10 kwa ubora barani Afrika, haiofi na anaamini wao wana uzoefu zaidi katika michuano hii kuliko klabu ya soka Yanga Sports Club, licha ya kutokushiriki kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa hivyo JS Kabylie, mchezaji wa zamani wa Simba Babacar Sarr, naye pia ni miongoni mwa nyota ambaye anacheza katika klabu ya soka ya MC Alger. Kwa hiyo tunaona katika klabu hii ya JS Kabylie, kwa ni mchezo wa kuvutia kweli kweli. Tunakumbusha tu msafara wa wachezaji ambao wameondoka nchini Tanzania ni wachezaji 24, magolikipa akiwa ni 3, Djigui Diarra, Abutwalibu Msheri na mchezaji anaofahamika kwa jina la Abubakar Komen. Lakini eneo la mabeki Yanga ameondoka na mabeki 7, yani Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, Ibe Muhammad Baka, Frank Asinki, Mohamed Hussein Shabalala, Izrapati Kimwenda na Shadrack Kiboka. Kwa upande wa viungo washambuliaji, viungo wachezeshaji na viungo wakabaji, Yanga ameondoka na watu 12, Mudathir Yahya, Duke Abuya, Max Nzengeli, Shekan Hamis, Musa Bala Conte, Azizi Andambwile, Alasine Kouma, Edmund John, Ofen Chikola, Celestin Akwa, Mohamed Dombia na Pacome Zouzoua. Na Yanga ameondoka na washambuliaji wawili pekee, yani mwana wa mfalme Prince Dube sambamba na mchezaji anaofahamika kwa jina la Andy Boyeli. Kwa hiyo tunaona iko ndicho kikosi cha Yanga ambacho kimeweza kutua siku ya leo pale nchini Algeria.